Kila kitu Mungu alichoumba kilikuwa chema, chaonyesha ukuu na wema na uweza wake. Mungu aliumba mimea na wanyama, kisha akamfanya mtu kutoka udongo. Alimpulizia puani pumzi yake na kumpa uhai. Mtu huyu wa kwanza aliitwa Adamu. Kisha Mungu alichukua ubavu mmoja wa Adamu, na kutoka huo akaumba mwanamke kwa mke na mwenzi wake. Aliitwa Hawa. Mungu aliumba mwanaume na mwanamke na baadhi ya sifa zake ili waweze kufurahia uhusiano wa karibu naye. Waliishi kwa furaha katika uwepo wake katika bustani nzuri iliyoitwa Edeni. Mungu alimwambia Adamu, unaweza kula matunda yoyote ya miti katika bustani kasoro mmoja. Ikiwa utakula tunda kutoka mti huo utakufa. Siku moja Shetani alimjaribu Hawa kula tunda lile. Alichukua lile tunda kala sehemu, na pia mumewe akala. Walifanya hivi kwa sababu walimwamini Shetani kuliko Mungu. Hapo hapo uhusiano wao na Mungu ulivunjika, sababu Mungu ni mtakatifu na wenye dhambi hawawezi kuishi alipo. Hivyo Mungu alimfukuza Adamu na Hawa kutoka bustani ya Edeni. Waliteseka kwa aibu hii kwa sababu hawakumtii Mungu. Matokeo yake kwa Adamu na Hawa na uzao wao wote ni mateso na kifo. Lakini Mungu ni wa rehema nyingi. Aliendelea kuwapenda sana wanadamu. Alikuwa ameandaa njia ya wao kurudi na kuishi katika ushirika naye tena. Katika maandiko Mungu anaonyesha mpango wake wa kuokoa wanadamu